Manowari au submarines ni moja ya silaha muhimu zaidi katika uwanja wa kivita wa majini. Zinatumika kwa ajili ya ujasusi, kushambulia meli za adui na hata kubeba silaha za nyuklia. Leo nimekuandalia makala inayochambua kuhusu manowari za Marekani na Urusi. Marekani na Urusi zina meli nyingi za kivita chini ya maji, lakini ni nchi gani yenye manowari hatari na bora zaidi? Makala hii inachambua nguvu za manowari za mataifa haya mawili kwa kuzingatia teknolojia, silaha, uwezo wa kujificha yani stealth na uzoefu wa kivita. Tutaanza na nchi ya Marekani. Marekani ina mojawapo ya vikosi vya manowari vyenye nguvu zaidi duniani, vyenye teknolojia ya hali ya juu na idadi kubwa ya manowari za nyuklia. Aina kuu tatu za manowari za Marekani ni Virginia class, Ohio class pamoja na Seawolf class. Kwa hivyo tutaanza na Virginia class submarine ya Marekani. Virginia class ni kizazi cha hivi karibuni cha manowari za nyuklia za Marekani, zikitengenezwa ili kubadilisha manowari za zamani za Los Angeles class. Zimeundwa kwa madhumuni ya upelelezi, kushambulia meli za manowari za adui pamoja na kusaidia operesheni maalum za kijeshi. Virginia class ni moja ya manowari tulivu zaidi duniani, zikiwa na teknolojia ya kisasa inayozipa faida kubwa katika vita vya baharini. Virginia class ilitengenezwa ili kuimarisha uwezo wa jeshi la majini la Marekani kwa kutumia teknolojia za hali ya juu. Muundo wake unalenga kufanya iwe kimya zaidi na kuongoza ufanisi wake katika operesheni za kijeshi. Inatumia reactor ya nyuklia ambayo inaweza kuendesha manowari maisha yake yote bila kuhitaji kuongeza mafuta. Mfumo wake wa pump jet propulsion hufanya iwe kimya sana majini, tofauti na manowari za zamani zilizokuwa na propeller. Virginia class inaweza kusafiri kwa kasi ya hadi kilomita 46 kwa lisaa chini ya maji, jambo linaloipa faida kubwa ya kimkakati. Kiteknolojia, Virginia class ni moja ya manowari kimya zaidi duniani, ikiifanya iwe vigumu kugunduliwa na sona au rada za adui. Ina coating maalumu ya acoustic tiles zinazosaidia kupunguza mawimbi ya sauti inayoachilia, hivyo kupunguza uwezekano wa kugunduliwa kwa urahisi. Mfumo wa sona wake ni wa hali ya juu, ukiweza kutambua adui kwa umbali mkubwa bila yenye kugundua uwepo wake. Virginia class ina mfumo wa lab sonar, yani large aperture bow, ambao ni bora zaidi kwa kugundua adui kwa umbali mrefu. Inaweza kutumia towed array sonar, ambayo ni nyaya zinazoachiliwa nyuma ya manowari kwa ajili ya kugundua mawimbi ya sauti ya manowari za adui. Ina mfumo wa high frequency sonar unaoiwezesha kupita kwenye maji ya kina kifupi bila kugundulika kirahisi. Virginia class ni manowari yenye uwezo mkubwa wa kushambulia, ikiwa na mchanganyiko wa silaha za kushambulia ardhini, meli na manowari za adui. Inaweza kubeba hadi makombora 12 ya Tomahawk ndani ya silos maalum. Tomahawk ni kombora lenye uwezo wa kushambulia malengo ya ardhini kwa umbali wa hadi kilomita 2500, likiwa na usahihi wa hali ya juu. Mfumo wa Virginia Payload Module VPM utaongeza uwezo wa kubeba makombora haya hadi 40 katika vizazi vijazo vya Virginia class. Virginia class pia ina vituo 4 vya kurushia torpedo tubes, kila kimoja kikiwa na uwezo wa kushambulia shabaha kwa kasi na usahihi mkubwa. MK48 ADCAP Advanced Capability ni torpedo yenye uwezo wa kufuatilia na kushambulia manowari za meli za kivita za adui. Inaweza kugonga shabaha kutoka umbali wa hadi kilomita 50 na ina mfumo wa kujielekeza homing system unaoifanya iwe vigumu kukwepa. Ina mfumo wa lockout chamber ambao unaruhusu wanajeshi wa Navy SEALs kutoka na kuingia ndani ya maji kwa siri bila kugunduliwa. Inaweza kubeba magari ya chini ya maji UUVs, Unarmed Underwater Vehicles, kwa ajili ya upelelezi na ulinzi wa bahari. Utulivu wake unafanya iwe ngumu kugunduliwa, ikiipa nafasi ya kufanya mashambulizi kwa mshangao. 2. Ohio class. Ohio class ni kundi la manowari kubwa za nyuklia za Marekani, zikiwa na uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia ya masafa marefu. Zilibuniwa wakati wa vita baridi ili kuhakikisha Marekani ina uwezo wa kufanya mashambulizi ya nyuklia kutoka baharini. Hadi sasa, Ohio class inabaki kuwa moja ya silaha hatari zaidi za Marekani, ikiwa na uwezo wa kubeba makombora yenye nguvu za kuangamiza miji mizima.
Ohio Class ni kundi la manowari kubwa zaidi katika historia ya Marekani, zikiwa na teknolojia ya hali ya juu ya ulinzi wa uendeshaji. Inatumia reactor ya nyuklia S8G nuclear reactor ambayo inaweza kuendesha manowari maisha yake yote bila kuhitaji kuongeza mafuta. Inaweza kusafiri kwa kasi ya hadi kilomita 46 kwa saa chini ya maji, ikizingatia kuwa haijaundwa kwa kasi bali kwa uvumilivu wa safari za muda mrefu. Reactor yake hutoa nguvu ya kuendesha mfumo wa pump jet propulsion ambayo huifanya iwe kimya zaidi majini. Pia ina muundo wa stealth unaoifanya iwe vigumu kugunduliwa na sona za adui. Ina vifaa vya kupunguza mawimbi ya sauti ili kuhakikisha kuwa ni vigumu kwa majeshi ya adui kugundua uwepo wake. Submarine hii ina uwezo wa kukaa chini ya maji kwa zaidi ya miezi 3 bila kujulikana, ikiifanya iwe na nguvu kubwa ya kiufundi katika vita vya nyuklia. Ohio Class ni manowari ya nyuklia kimkakati SSBN inayobeba makombora yenye uwezo wa kuharibu bara zima. Ohio Class ina uwezo wa kubeba hadi makombora 24 ya Trident 2D5. Kila kombora linaweza kurushwa kutoka chini ya maji likisafiri kwa kasi ya juu kupitia anga kabla ya kuangukia shabaha. Trident 2D5 linaweza kusafiri kwa umbali wa hadi kilomita 12,000, ikimaanisha linaweza kushambulia adui kutoka bara moja hadi jingine. Kila kombora lina multiple independently targetable reentry vehicles, mfumo unaoruhusu kombora moja kubeba vichwa vya nyuklia au warheads zaidi ya 10, kila kimoja kikilenga miji tofauti. Ohio Class pia ina vituo 4 vya kurushia torpedoes kwa ajili ya kujilinda dhidi ya manowari na meli za kivita za adui. Inatumia Mk48 ADCAP, torpedo yenye uwezo wa kutafuta na kushambulia manowari au meli za kivita kwa umbali wa zaidi ya kilomita 50. Submarine hii inaweza kubeba hadi makombora 24 ya Trident 2D5, kila moja likiwa na vichwa vya nyuklia vinavyoweza kulenga maeneo tofauti. 3. Seawolf Class ina mfumo wa sona wa BQQ-5D ambao unaweza kugundua na kufuatilia manowari za adui kwa umbali mkubwa. Ina mfumo wa Towed Array Sonar TB29A unaosaidia kuchunguza sauti kutoka mbali na kutambua aina ya meli au manowari inayoisogelea. Seawolf Class ni manowari ya kushambulia iliyoundwa kwa ajili ya kuvizia na kushambulia adui kwa usahihi mkubwa. Ina uwezo wa kubeba hadi torpedoes 50 za Mk48 Advanced Capability ambazo zinaweza kufuatilia na kushambulia manowari au meli kwa umbali wa zaidi ya kilomita 50. Mk48 Advanced Capability ni torpedo yenye akili bandia artificial intelligence inayoweza kubadili mwelekeo wake na kufuata lengo hata likijaribu kukwepa. Ina uwezo wa kurusha makombora ya Tomahawk Block 5 ambayo yanaweza kushambulia malengo ya ardhini kwa umbali wa zaidi ya kilomita 1600. Tomahawk inaweza kurushwa kutoka chini ya maji ikisafiri kwa kasi ya chini ya sauti hadi kwenye shabaha yake kwa usahihi mkubwa. Inaweza kubeba makombora ya Harpoon ambayo ni silaha maalum ya kushambulia meli za kivita kwa umbali wa hadi kilomita 240. Seawolf Class mara nyingi inalinganishwa na manowari nyingine kama Virginia Class ya Marekani na Yesen Class ya Urusi. Tukija kwa upande wa Urusi ambayo ilirithi teknolojia ya manowari kutoka kwa Umoja wa Kisovieti, ina mojawapo ya manowari hatari zaidi duniani. Urusi inajulikana kwa manowari zake kubwa zenye uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia na silaha za kisasa. Aina kuu za manowari za Urusi ni pamoja na Borei Class, Yesen Class, Typhoon Class pamoja na Kilo Class. Tukianza na Borei Class au Project 955 ni kizazi cha 4 cha manowari za nyuklia za Urusi zikiwa zimeundwa kama mbadala wa Typhoon Class na Delta Class. Hizi ni manowari za nyuklia za kimkakati, submarine ballistic nuclear, zenye uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia ya masafa marefu. Zikiwa na teknolojia mpya ya stealth, Borei Class ni mojawapo ya manowari za kisasa zaidi za Urusi, ikiwa na uwezo wa kuzindua makombora ya Bulava ambayo yanaweza kubeba vichwa vingi vya nyuklia vinavyoweza kulenga maeneo tofauti kwa wakati mmoja. Borei Class ni manowari kubwa zaidi yenye muundo wa kisasa, ikijumuisha teknolojia bora za utulivu, silaha na uendeshaji. Inatumia reactor ya nyuklia ya OK650 inayoweza kuiendesha kwa miaka 20 bila kuhitaji kuongeza mafuta. Ina uwezo wa kufikia kasi ya kilomita 56 kwa saa chini ya maji,
ikiwa na teknolojia ya pump jet propulsion ili kupunguza kelele majini. Inaweza kuzama hadi kina cha mita 400 ikifanya iwe na ulinzi mzuri dhidi ya sona za adui. Borei class ni kimya zaidi kuliko manowari za zamani za Urusi, ikiwa na mfumo mpya wa kupunguza mawimbi ya sauti. Ina hali ya mchanganyiko wa chuma na nyenzo za kisasa zinazosaidia kupunguza kelele za mwendo. Ina mfumo wa sona wa kisasa MGK600 ITISH Amphora unaoweza kugundua adui kwa umbali mrefu. Borei class ni manowari ya nyuklia ya kimkakati yenye uwezo wa kushambulia miji ya adui kwa makombora ya masafa marefu. Ina uwezo wa kubeba makombora 16 ya Bulava, kila moja likiwa na vichwa vya nyuklia, multiple independently targetable reentry vehicles. Bulava linaweza kusafiri kwa umbali wa kilomita 10,000 likifikia malengo ndani ya bara zima. Kila kombora linaweza kubeba vichwa 6 hadi 10 vya nyuklia, kila kimoja kikiwa na nguvu ya kilotons 100 hadi 150, yani mara 10 ya bomu la Hiroshima. Lina uwezo wa kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora ya Marekani kwa kutumia teknolojia ya maneuvering warheads na vifaa vya kukwepa rada. Borei class ina vituo 4 vya kurushia torpedoes, ikiweza kutumia Mk48 ADCAP au Physic 1 torpedoes za kasi kubwa zinazoweza kushambulia manowari za adui. Borei class mara nyingi inalinganishwa na Ohio class ya Marekani, ambayo pia ni manowari ya nyuklia ya kubebea makombora ya masafa marefu. 2. Yesen class. Yesen class au Project 885 au 885M ni manowari ya kisasa zaidi ya nyuklia ya kushambulia SSN au SSGN ya Urusi, ikiwa mbadala wa Akula class na Oscar II class. Manowari hizi zimeundwa kwa madhumuni ya kushambulia meli za kivita za Marekani, hasa aircraft carriers, pamoja na kushambulia malengo ya ardhini kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Manowari hizi ni hatari sana kwa Marekani na NATO kwa sababu ni kimya zaidi kuliko manowari za zamani za Urusi na zina makombora ya hypersonic yenye uwezo wa kuharibu meli kubwa kwa shambulizi moja. Inaendeshwa na nuclear reactor ya KTP6 inayotoa umeme wa kutosha kwa miaka zaidi ya 25 bila kuongeza mafuta. Ina pump jet propulsion, mfumo unaofanya iwe kimya sana chini ya maji. Kasi ya juu chini ya maji ni kilomita 65 kwa lisaa, ikiwa haraka kuliko manowari nyingi za Marekani. Submarine hii ni kimya zaidi kuliko manowari za zamani za Urusi kama Akula class na Oscar II class. Ina umbo maalum linalopunguza mawimbi ya sauti na vifaa vya kisasa vya kupunguza kelele kutoka kwa mitambo yake. Ina sona ya kisasa ITISH Amphora yenye uwezo wa kugundua meli na manowari kwa umbali mrefu. Yesen class imeundwa kwa mashambulizi ya kila aina dhidi ya meli za kivita, manowari za adui na malengo ya ardhini. Ina uwezo wa kubeba makombora ya masafa marefu kama cruise missiles aina ya Kalibr, ambayo inaweza kushambulia meli au malengo ya ardhini kwa umbali wa kilomita 2500. Inasafiri kwa kasi ya Mach 2.9, kasi mara 2.9 ya sauti. Inaweza kubeba kichwa cha nyuklia au cha kawaida, P-800 Onyx, pamoja na supersonic anti-ship missiles na makombora mengi ya hypersonic missiles. Ina vituo 4 vya kurushia torpedoes ikitumia torpedoes za kisasa kama Physic 1 na USET-80 zinazoweza kushambulia manowari au meli kwa umbali wa hadi kilomita 50. Ina uwezo wa kutumia silaha ya Poseidon, torpedo ya nyuklia inayoweza kuunda tsunami ya nyuklia baharini. 3. Typhoon class. Typhoon class au Project 941 Akula ni manowari kubwa zaidi za nyuklia kuwahi kujengwa duniani. Iliundwa na Urusi wakati wa vita baridi ili kubeba na kurusha makombora ya nyuklia kwa masafa marefu, ikiwa sehemu ya mkakati wa Urusi wa kuhakikisha wanabaki na uwezo wa kushambulia hata kama nchi yao imeshambuliwa kwanza. Submarine hizi zinaweza kupiga dunia nzima kwa makombora yake ya nyuklia na ni moja ya silaha zilizowahi kuogopwa sana na Marekani na NATO. Submarine hii ina uzito wa tani 1048, ikiwa ndio submarine nzito zaidi ya manowari yoyote duniani. Ina urefu wa mita 175 na upana wa mita 23. Ina sehemu mbili za kujitegemea za shinikizo pressure hulls, ikimaanisha inaweza kuvumilia mashambulizi makali bila kuzama haraka. Ina uwezo wa kubeba chakula na vifaa vya kutosha kwa zaidi ya miezi 6 chini ya maji. Inaendeshwa na reactor mbili za nyuklia OK650 zenye uwezo wa kuipa nguvu kwa muda usio wa kikomo bila kuongeza mafuta. Ina pump jet propulsion inayofanya iwe kimya zaidi kuliko manowari za zamani. Kasi ya juu chini ya maji ni kilomita 50 kwa lisaa.
Typhoon class ni manowari ya kimkakati, ikimaanisha kazi yake kuu ni kubeba na kurusha makombora ya nyuklia. Ina uwezo wa kubeba makombora 20 ya R39, kila moja likiwa na vichwa 10 vya nyuklia, jumla ya vichwa 200 vya nyuklia. Kila kombora linaweza kufikia masafa ya kilomita 8300, ikimaanisha inaweza kupiga Marekani kutoka Urusi. Mfumo wa Multiple Independent Targetable Reentry Vehicles MIRV, ikimaanisha kila kombora linaweza kulenga miji 10 tofauti kwa wakati mmoja. Ina torpedo 6 aina ya Type 53 zenye uwezo wa kushambulia manowari za adui au meli za kivita kwa umbali wa hadi kilomita 50. Inaweza kutumia silaha za Poseidon, torpedo za nyuklia inayoweza kuunda tsunami ya nyuklia baharini. Typhoon class inashindana moja kwa moja na Ohio class ya Marekani, ambayo pia ni manowari ya kubeba makombora ya nyuklia. 4. Kilo class au Kilo class submarine. Kilo class ni kundi la manowari za diesel electric zinazotumiwa na Urusi kwa shambulizi na upelelezi wa siri baharini. Manowari hizi zimepewa jina la Black Hole na NATO kwa sababu ya uwezo wao wa kusafiri chini ya maji bila kugunduliwa kirahisi. Tofauti na manowari kubwa kama Typhoon class au Borei class ambazo zinabeba makombora ya nyuklia, Kilo class ni manowari ya shambulizi SSK inayotumika kupambana na meli, manowari na kufanya upelelezi baharini. Ina uzito wa tani 3950 ikiwa imetia majini, urefu wa mita 74 ikimaanisha ni ndogo zaidi kuliko manowari za nyuklia. Pia inaweza kuchukua wafanyakazi 52 kwa safari ya hadi siku 45 bila kujitokeza juu ya maji. Inaendeshwa na mota ya umeme ikisaidiwa na injini za diesel. Kasi yake juu ya maji ni kilomita 24 kwa lisaa hadi kilomita 37 kwa lisaa. Inaweza kuzama hadi kina cha mita 400. Haina reakta ya nyuklia, kwa hiyo inahitaji kupanda juu mara kwa mara ili kupokea hewa safi kwa ajili ya diesel. Mfumo wa active noise cancellation unafanya iwe kimya sana kuliko manowari nyingine ya diesel. Imetengenezwa kwa mabamba ya kuzuia mawimbi ya sona, ikimaanisha ni ngumu kugunduliwa. Ina mfumo wa sona wa hadi ya juu unaoiwezesha kugundua meli za adui kwa umbali mkubwa kabla ya wao kuigundua. Kilo class inaweza kushambulia meli za kivita, manowari za adui na hata malengo ya ardhini. Ina mashimo 6 ya torpedoes. Inaweza kutumia torpedoes aina ya Type 53 zenye uwezo wa kusafiri hadi kilomita 50 kwa kasi ya kilomita 90 kwa lisaa. Inaweza kubeba Sharkval Super Cavitating Torpedo ambayo ni torpedo ya kasi ya ajabu ya kilomita 370 kwa lisaa, ngumu kukwepa. Inaweza kubeba makombora ya Kalibr PL ambayo yanaweza kupiga malengo ya zaidi ya kilomita 2500. Hii inamaanisha Kilo class inaweza kushambulia miji ya adui kutoka baharini bila kugunduliwa. Kalibr PL inaweza kuwa na kichwa cha kawaida au cha nyuklia. Submarine hii inaweza kupakia na kuweka migodi baharini ili kuziba njia za meli za adui. Submarine ya Kilo class inatumika sana na jeshi la wanamaji la Urusi, lakini pia imeuzwa kwa nchi kama China, India, Algeria, Iran na Vietnam. Katika vita vya kisasa, Kilo class imetumika katika mashambulizi halisi ikiwa ni pamoja na Syria, ambapo Urusi ilitumia manowari ya Kilo class kupiga malengo ya magaidi kwa makombora ya Kalibr kutoka bahari ya Mediterranean. Imetumika pia bahari ya Black Sea mwaka 2022 ambapo Urusi ilitumia Kilo class kuzuia meli za Ukraine na kushambulia malengo ya ardhini kwa makombora ya Kalibr. Marekani ina manowari za kisasa zenye teknolojia bora na utulivu mkubwa wa kivita. Vilevile Urusi ina manowari kubwa zaidi zenye uwezo wa kubebea makombora mengi ya nyuklia na silaha hatari kama Poseidon. Katika vita vya kawaida, Marekani ingekuwa na faida kubwa kutokana na teknolojia ya hali ya juu na utulivu wa manowari zake. Lakini katika vita vya nyuklia, Urusi inaweza kuwa na faida kubwa kwa sababu ya idadi kubwa ya makombora yenye uwezo mkubwa wa uharibifu. Je, ikitokea vita vya majini kati ya Urusi na Marekani, unadhani ni nchi gani itaepuka kuwa mshindi? Kutokana na sifa na ubora ambazo nimeweza kuelezea submarine za Marekani na Urusi. Tupatie maoni yako kwenye comment section. Kumbuka kusubscribe, kucomment, kulike na kushare makala zetu ili usipitwe na makala mengi ambayo tutakuwa tunakuwekea katika tathmini ya dunia.